Karibu Juice African Story. Karibu kwenye Juice African Story. Sasa leo tupo kwenye matukio. Matukio haya yanaangazia matukio ambayo yalikuwa yamejitengeneza kutokana na historia za watu mbalimbali ambazo wanakuwa wanazifanya kwenye ulimwengu. Sasa katika dunia kuna vitu vingi sana ambavyo vinajitokeza na watu wengi wanavyofanya ndivyo wanavyozidi kutengeneza historia mbalimbali ambayo sisi tunajaribu kushangazwa au kukaa na kujiuliza ili kuaje. So leo nimekuchambulia baadhi ya matukio machache ambayo nitakuletea kwenye Juice African Story ili uweze kutazama jinsi binadamu wanavyotengeneza historia na matukio ambayo yalikuwa yametokea kipindi hicho. So like now, ngoja twende tukacheki jinsi matukio yanavyoendelea katika ulimwengu. Karibu Juice African Story. Tunaanzia mwaka 1996. Mwalimu wa primary Mary Kai wa miaka 34 alihukumiwa miezi 6 jela kwa kufanya mapenzi na mwanafunzi wake wa miaka 12. Alipotoka jela akafanya naye tena ngono, akafungwa tena miaka 7. Alipotoka mwaka 2004 alimtafuta mwanafunzi huyo, akaolewa naye kabisa. Wakati huo Mary alikuwa na umri wa miaka 34, akihudumu kama mwalimu katika shule ya msingi Sherwood, Wisconsin, USA. Akahukumiwa jela baada ya kubainika kuwa alikuwa akitoka kimapenzi na mwanafunzi wa kiume wa darasa la 6, Vili Fualau, aliyekuwa na umri wa miaka 12. Mwaka huo Mary alipewa hukumu ya kifungo cha miezi 6 pekee gerezani pamoja na kifungo cha nje cha miezi 3, lakini akiwa katika kifungo cha nje akakamatwa tena akifanya mapenzi na mtoto huyo ndani ya gari. Hapo akaongezewa kifungo cha miaka 7.5 hadi alipoachiwa mwaka wa 2004. Ajabu ni kuwa hata baada ya Mary kumaliza kifungo hicho, aliporudi uraiani aliendeleza mahusiano na kijana huyo. Wakati huu hakukamatwa kwa kuwa tayari Vili alikuwa amefikisha umri wa miaka 18. Walifunga ndoa Mei 20 mwaka 2005. Ndoa hiyo ilivunjika mwaka wa 2019. Julai 6 mwaka 2020, Mary alifariki akiwa na umri wa miaka 58, huku mtalaka wake Vili akiwa pembeni baada ya kuugua kansa ya utumbo kwa muda mrefu. Ameacha watoto 6 huku 2 wakiwa ni wa kijana huyo. Usichokifahamu ni kwamba wakati Mary anakamatwa kwa mara ya kwanza Juni 18 mwaka 1996, alivyokutwa akimfanyisha mapenzi Vili kwenye gari, alidanganya kuwa umri wake ni miaka 18 na wakati ni miaka 34. Tukio lingine pichani ni Madame Alexei Popova, raia wa Urusi. Kwa miaka 30 mwaka 1879 hadi mwaka 1909 alikuwa anamfuata mwanamke anayenyanyaswa na mumewe. Anamshawishi amuue mumewe huyo kwa kumtumia yeye kama muuaji. Alipokamatwa alikiri kufurahia kuwaua zaidi ya wanaume 300. Alinyongwa. Haijulikani Popova alizaliwa mwaka gani, lakini kwa kukiri kwake mwenyewe baada ya kutiwa hatiani mwaka 1909, alisema alianza kazi hiyo mwaka wa 1879, hivyo kufikisha idadi ya miaka 30 katika kazi yake hiyo. Popova alikiri wazi kuwa tangu mwaka 1879 hadi mwaka huo mwaka 1909 amekuwa akiwatafuta wanawake wanaoteswa na waume zao, kisha anawashawishi wawaue waume hao kwa sumu au kwa kumtafuta muuaji ili kuokoka na mateso hayo ndani ya ndoa. Katika kipindi hicho cha miaka 30, Popova alisema kuwa hakumbuki idadi kamili ya wanaume wanaotesa wake zao aliowaua, bali idadi inaweza kuwa zaidi ya wanaume 300. Hatua ya kukamatwa ilikuja baada ya mwanamke mmoja aliyemfuata na kumshawishi wamuue mumewe kwanza kujutia mauaji hayo. Alijiona ana hatia ya kumuua mumewe kwa kushawishiwa na Popova, hivyo akaamua kwenda kutoa taarifa polisi. Popova alikamatwa Machi mwaka 1909.
kisha kuanza kukiri uovu wake huo wazi akiwa chini ya ulinzi, huku akijisifu kwamba alifanya kazi nzuri katika kuwakomboa wanawake wenzie wasio na furaha kutoka kwa wanaume wao wanyanyasaji. Baada ya kuhukumiwa kifo huko Tlalist, ilibidi wanajeshi wamuokoe kutoka katika umati wa watu wenye hasira kali ambao walitaka achomwe moto pale pale. Popova alinyongwa Juni 24 mwaka 1909. Tukio lingine mwaka 1938 hadi mwaka 1948, Emmerich Geithner, raia wa USA, alikuwa anatengeneza dola feki na kutumia dola moja kila siku. Alikamatwa, akasema hajawahi sambaza zaidi ya dola moja tu kwa siku. Alifungwa mwaka mmoja jela na faini ya dola moja. Baadaye story hii aliiuza kwa mamilioni kutengeneza filamu ya Mr. 880. Karibu Juice African Story. Tunaanzia mwaka 1941. Anaitwa Don Carlos, raia wa USA. Mwaka 1941 akiwa vitani, alipondwa na kitu kizito kichwani, akawa kipofu. Alikuwa na miaka 17 tu, hakuona tena. Baada ya hapo, miaka 64 baadaye, mwaka 2006, akiwa mazoezini, farasi wake alimpiga teke la kichwa, akaanza kuona tena. Anaitwa Don Carlos, raia wa USA, ambaye wakati wa vita vya pili vya dunia mwaka 1939 hadi mwaka 1945 alikuwa ni miongoni mwa wanajeshi wa nchi hiyo waliokuwa wakipigana katika vita hiyo. Kwa bahati mbaya, Don alipigwa kichwani na kitu kizito, hali iliyompelekea kupoteza uwezo wa jicho lake la kulia kuona. Alipata upofu katika jicho la kulia. Inaelezwa kuwa Disemba 7 mwaka 1941, akiwa na miaka 17 tu, wakiwa vitani huko Hawaii, magharibi mwa USA, mlipuko mkubwa ulitokea katika bandari ya Pearl walipokuwepo. Don akapigwa na kitu kizito kichwani upande wa kulia kilichokuwa kimerushwa na mlipuko huo. Alizimia na alipokuja kushtuka alikuta yuko katika hospitali ya jeshi huko Iceland. Baada ya kupata fahamu, madaktari walimwambia kuwa jicho lake la kulia halitaweza kuona tena na wakataka kuliondoa, lakini Don alikataa, akasema liache tu japo kupendezesha sura. Miaka 64 baadaye, Disemba mwaka 2006, Don akiwa na farasi wake aliyekuwa anaitwa Budi maeneo ya nyumbani kwake huko Monticello, USA, akifanya mazoezi, ghafla farasi huyo akampiga teke la kichwa upande wa kulia karibu na jicho lake lile lenye upofu. Hadi kesho yake maumivu yalikuwa bado, lakini akastaajabu kuona anaanza kuona tena. Don alifariki mwezi mmoja tu baadaye, Jumatatu ya Januari 29 mwaka 2007, katika kituo cha matibabu cha Westchester huko New York City, USA, akiwa na umri wa miaka 82. Tukio lingine, wajua wanawake wanaoitwa brunechers ni jamii ya wanawake wanaovaa kiume, wananyoa kiume na hata kuitwa majina ya kiume. Wanaapa kutojihusisha na mapenzi katika maisha yao yote. Wanachukuliwa na kwenda kuishi mbali milimani peke yao. Kazi yao ni kusali tu. Pichani ni mwanamke. Wanaitwa Balkan Swan Virgin, au kwa lugha iliyozoeleka nchini humo wanaitwa brunesha. Ni wanawake wanaoapa kuachana kabisa na uchafu wa mapenzi, kutojihusisha na mapenzi. Wanaanza kuishi kiume, kama vile kunyoa kiume, kuvaa kiume, kuitwa majina ya kiume na hata kuwa na tabia za kiume. Inaelezwa kwamba baada tu ya kiapo hicho kinachohusisha imani ya kidini ya Kikristo, upelekwa kuishi vijijini, milimani, mbali kusikofikiwa kiurahisi na watu. Utamaduni huu haupo Albania pekee, upo pia katika nchi za Kosovo, Montenegro, Balkan, Bosnia, Serbia, Makedonia pamoja na Croatia. Wanawake hawa hawakuwa na fadhila ya unyenyekevu, ambayo ni moja kati ya fadhila 7 za dini ya Kikristo.
hukubali kuacha tabia yoyote ya kimapenzi au uhusiano wa kimapenzi. Huko ni kuishika dini pekee, hakuna kingine zaidi. Utamaduni huu wa aina yake ulikuwepo tangu karne ya 15. Ulianzishwa na Reke Dukajini katika miaka ya 1400s, aliyekuwa mmoja wa wanafamilia katika familia takatifu za Kikristo nchini humo. Familia hizi ndizo zilizokuwa zikipigania na kuongoza Ukristo wakati wa utawala wa Ottoman Empire nchini humo. Zilikuwa zikijiita ni familia takatifu. Licha ya kwamba utamaduni huu ulianzishwa na wapigania dini hao zaidi ya miaka 500 iliyopita, lakini mpaka leo wapo mabikra wanaoapa na kuwa tayari kuishi maisha ya kiume wakiwa peke yao huko milimani. Hubadilisha hata majina yao na kuwa ya kiume. Jina langu naitwa Juice Danger. Ni follow pia Instagram, natumia Juice Dangers TZ.